tumekuja kutembelea hizi depo kuhakikisha kwamba mafuta yapo, moja, kwamba tunajaribu kuangalia stock levels ambazo mzonazo, lakini pili, tunakuja kuangalia ni kwa jinsi gani mafuta yanatoka. Hiyo ni muhimu sana, kwa sababu tumesikia kuna kelele kwamba kuna baadhi ya vituo havipati mafuta, lakini vile vile tuna habari kwamba kuna ucheleweshaji kwa makusudi wa upakiaji. Kwa mfano unakuta maroli yanapakiwa lakini inachukua muda mrefu sana yale maroli kuondoka. Kwa hiyo ndio dhumuni la ziara hii, na nimeambatana na, unaona kama nilivyosema, watu wa TRA, kwa sababu kumekuwa na visingizio kwamba TRA ndio wanachelewesha mchakato, kwamba vibali vinachukua muda mrefu ndio maana maroli yatoke, lakini tuko na TRA na hiyo sio kweli. Tunataka tujue kama hili tatizo lipo hapa vile vile. Lakini nichukue nafasi hii vile vile kuwapongeza, kwa sababu kabla ya kuja hapa tumefanya homework yetu na tunajua depo gani ambazo zina nani, lakini kwa taarifa nilizonazo, nyie mmekuwa mkifanya kazi nzuri na mnafanya kazi mpaka usiku, mpaka Jumapili. Kwa hiyo kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya waziri, mimi niwapongeze na natakiwa tuendelee hivyo, especially kwenye kipindi hiki ambacho ni kigumu. Hatutaki wafanyabiashara wakateka advantage ya situation, kuficha mafuta ili baadaye wauze wakati bei zikiwa juu. Kwa kweli ndio maana nimekuja na EWURA hapa. Serikali itakuwa kali sana na tutachukua hatua. Kwanza ni kinyume cha sheria ukifanya hivyo. Ni kinyume cha sheria, ni uhujumu uchumi. Ni uhujumu uchumi. Kwa hiyo serikali hatutasita kuchukua hatua mara moja kama tukibaini kwamba kuna mtu ambaye anajaribu kuficha mafuta ili baadaye auze wakati bei zitakapopanda. Niseme kwa uchache kwamba mafuta tunaagiza kutoka nje ya nchi, na kama tunaagiza kutoka nje ya nchi, wote kwa ujumla wetu tunaagiza mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa ujumla wake, kutokana na uharibifu wa miundombinu ambao umejitokeza, gharama za uagizaji mafuta kutoka Mashariki ya Kati zimeongezeka, zikiwemo gharama za uagizaji yani FOB, pia masuala ya bima ambayo ni mambo ya insurance, gharama za ukodishaji wa meli, freight charges zimeongezeka, ambazo kwa njia moja au nyingine hata sisi zinaweza kutuathiri katika swala mazima ya upangaji wa bei. Na tukumbuke pia kwamba tunaagiza mafuta kwa kutumia dola, na pale ambapo unajikuta kwamba kutokana na kuongezeka kwa gharama ni kwamba tutalazimika kuagiza mafuta yale yale tulikuwa tunaagiza siku zote, lakini kwa gharama kubwa zaidi kutokana na ongezeko la gharama katika soko la dunia. Lakini watoe hofu tu kwamba serikali inafuatilia swala hili kwa karibu sana, na hivi ninavyoongea vikao mbalimbali vinaendelea ndani ya serikali kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba tunakuwa na bei himilivu katika soko letu ili uchumi usiweze kuathirika. Kwa hiyo tuna mambo mawili tu ambayo tunafanya kwa sasa. Moja, tunahakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta nchini, lakini pili, tunahakikisha kwamba bei ambazo zitakuwepo katika soko ni zile ambazo ni himilivu na ambazo zinaendana kwa ujumla na mwenendo wa gharama za uagizaji mafuta kutoka nje ya nchi. Na kama kuna swala la kuwaomba waandishi wa habari ni kwamba mtufikishie tu ujumbe kwa Watanzania kwamba serikali imechukua hatua madhubuti kuhakikisha usalama wa upatikanaji wa mafuta na hakutakuwa na changamoto upatikanaji wa mafuta. Tuendelee, japokuwa vita bado vinaendelea, lakini serikali pia iko na jicho lake kuangalia kwamba hali hiyo haituathiri katika swala la upatikanaji wa mafuta, japokuwa huenda gharama hizi zikaongeza masuala ya bei. Kwa jina naitwa Saleh Bajber, ni General Manager wa Camel Oil. Tunashukuru sana kwa ujio wenu Mheshimiwa Katibu na timu yote, na tulikuwa tunapenda kuhakikishia kwamba tunaendelea na huduma kama kawaida na tunayo stock ya kutosha, na tumejipanga kwa muda wa miezi 2 mpaka 3 mbele kuhakikisha kwamba mafuta yote yanapatikana. Kwa mujibu wa namna tulivyojipanga, tumejipanga mwezi wa Aprili tumeagiza lita milioni 70 kwa ajili ya depo yetu tu wenyewe, ambao hiyo tenda tumeshai submit PBPA muda mrefu. Kwa mwezi wa 5 tumejipanga tumeagiza milioni 84 Camel Oil kwa ajili ya supply yetu kama kawaida.
Kwa mujibu wa namna tulivyojipanga, tunashukuru tumetoa huduma mpaka leo tumesha supply zaidi ya lita milioni 44 mpaka leo tarehe 26. 25, na mpaka sasa hivi tuna pending ya order kama za lita milioni 5 ambazo tunaendelea nazo. Kama tukitoka tutaendelea kuangalia, upakiaji unaendelea kutokea sokoni.